Katika kipindi hiki tutaeleza juu ya dhana ya dhamiri katika maandiko matakatifu, tukianza kufafanua maana ya dhamiri kwa ujumla na kuangazia dhana ya nzima ya dhamiri katika maandiko matakatifu kuanzia Agano la Kale na baadaye Agano Jipya. Tutaeleza pia kwa namna gani tunaweza kukuza dhamiri zetu na mambo yanayoweza kusababisha kufa kwa dhamiri. Kabla ya kuendelea na kipindi chetu, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Mpendwa msikilizaji, karibu katika mada hii ya dhana ya dhamiri katika maandiko matakatifu, inayoletwa kwako na Frateri Baraka Munishi Charles kutoka Seminari Kuu ya Familia Takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, Jimbo Katoliki la Kahama. Tukianza kwanza kufahamu maana ya dhamiri. Dhana ya dhamiri ni muhimu katika teolojia ya maadili ya Kikristo. Inahusiana moja kwa moja na uhusiano wetu na Mungu na jinsi tunavyofanya maamuzi katika maisha yetu ya kila siku. Kuelewa dhamiri kunahitaji kuchunguza maandiko matakatifu, ambapo tutaona jinsi Mungu anavyowashirikisha wanadamu katika mchakato mzima wa kufanya maamuzi ya kimaadili. Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, dhamiri ni uwezo wa kibinadamu wa kutambua mema na mabaya, kuamua jinsi ya kutenda kulingana na utambuzi huo. Ni hamu ama ni hukumu ya akili ambayo kwa njia ya mtu anatambua ubora wa kimaadili wa tendo analokusudia kufanya au alilokwisha fanya. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1778. Dhamiri inahitaji kuenezwa na kuandaliwa kupitia elimu, sala, ushirika na kanisa. Ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni wajibu wetu kutumia kwa usahihi. Mtakatifu Agostino wa Hippo anatufundisha dhamiri ni kito cha Mungu ndani ya moyo wa mtu, ambacho huonyesha ni mema gani anayopaswa kufanya. Mwanadamu ana uwezo wa kutambua mema na mabaya kupitia dhamiri, lakini kwa sababu ya udhaifu wa asili wa kibinadamu, dhambi ya asili, akili na dhamiri zinaweza kupotoka. Mtakatifu Toma wa Aquino anatufundisha pia kwamba dhamiri ndiyo msingi wa haki na uwajibikaji wa binadamu, kwani ni mwongozo wa ndani wa kufanya mema au mabaya. Katika pia Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1777 inasema kwamba dhamiri adilifu iliyomo moyoni mwa mtu yaamuru wakati ufaao wa kutenda mema na kuepuka mabaya. Yahukumu pia uchaguzi mmoja mmoja, ikithibitisha ule mzuri na kulaumu ule mbaya. Vile vile Mtaguso wa Pili wa Vatikano katika Constitutio ya kichungaji katika kanisa kwenye ulimwengu wa sasa, Gaude et Spes namba 16 unatufundisha kwamba dhamiri ni sheria ya Mungu iliyoandikwa katika mioyo ya wanadamu, na kwamba kila mtu anao wajibu wa kuitafuta. Hivyo dhamiri ina thamani kubwa katika maisha ya mwanadamu, kutufanya tuweze kumjua Mungu, kuisikiliza sauti yake. Tunaweza sasa kuangalia hatua kwa hatua, tukianza katika vitabu vya Agano la Kale. Dhana ya dhamiri, kwanza tukianza na habari ya Kaini na Abeli. Hadithi ya Kaini na Abeli, kitabu cha Mwanzo sura ya 4
inaonyesha tofauti kati ya dhamiri safi na iliyopotoka. Abeli kwa kumtolea Mungu sadaka bora anaonyesha dhamiri iliyo safi na utii kwa Mungu. Vile vile kwa Kaini, kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 4 inatufundisha kwamba basi siku moja Kaini akateremka akamletea Bwana sadaka ya matunda ya nchi. Hii inaonyesha kuwa Kaini alikuwa na uelewa wa wajibu wake mbele za Mungu, lakini sadaka yake haikuwa ya dhati. Kinyume chake, Abeli akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake wa sehemu zilizonona za wanyama. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 4. Hii inaonyesha sadaka ya dhati na utii kamili kwa Mungu. Kaini baada ya kumuua Abeli anaonyesha dhamiri iliyopotoka, akatokuwa na majuto kwa Bwana. Tunawasoma kwamba Mungu akamuuliza, yuko wapi ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 9. Hii inaonyesha kwamba Kaini alijua alikuwa amefanya jambo baya la kumuua ndugu yake, lakini majuto yake yalikuwa ya kujali usalama wake mwenyewe, sio majuto ya kweli kwa kitendo chake alichokifanya. Mwandishi anatuonyesha kwamba dhamiri inaweza kupotoshwa na tamaa na ubinafsi. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 13 hadi ya 14. Anasema, Kaini akamwambia Bwana, kosa langu ni kubwa kuliko vile ninavyoweza kulichukua. Tazama, leo unanifukuza katika nchi hii, nami nitajificha mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mzururaji duniani, na kila mtu atakayenipata atanipiga. Hebu sasa tuone pia katika kitabu cha Kutoka dhana ya dhamiri. Katika kitabu cha Kutoka sura 20 aya ya 1 hadi ya 17 kinaonyesha jinsi sheria ya Mungu ilivyokuwa mwongozo wa nje, lakini pia ililenga kuunda dhamiri ya watu wa Israeli. Kwa kufuata sheria walikuwa wakijifunza kutofautisha mema na mabaya. Hata hivyo, sheria pekee haikuwa ya kutosha. Ilihitaji moyo ulio tayari kufuata mapenzi ya Mungu. Hivyo, kwa muktadha huu, sheria ilikuwa kama kioo kinachoonyesha hali ya ndani ya moyo wa mtu, kifunua kama alikuwa na dhamiri iliyo safi au la. Vile vile tunaweza pia kujifunza kupitia watoto wa Yakobo, Yosefu na kaka zake. Dhana ya dhamiri tunaweza pia kuona hadithi ya Yosefu na kaka zake, kitabu cha Mwanzo sura ya 37 hadi sura ya 50. Inaonyesha jinsi dhamiri iliyopotoka inaweza kusababisha madhara makubwa. Kaka zake Yosefu walimchukia kwa sababu ya upendo wa baba yao, na walimuuza utumwani kwa tamaa ya wivu. Hii inaonyesha ukosefu wa dhamiri na ukosefu wa upendo wa ndugu. Baadaye walijutia kitendo chao, lakini majuto yao yalikuwa ya kujali matokeo yao wenyewe, sio majuto ya kweli kwa kitendo chao. Yosefu kwa upande mwingine anaonyesha dhamiri iliyo safi na msamaha. Ingawa alikuwa ameonewa vibaya, aliwasamehe kaka zake kwa kuwatendea kwa fadhili. Hii inaonyesha kwamba dhamiri iliyo safi inaleta msamaha na upendo. Vile vile tuone pia dhana ya dhamiri katika Nabii Yona na watu wa Ninawi. Tukianza kwanza na dhamiri kwa Nabii Yona, mwanzoni Yona alionyesha dhamiri iliyopotoka na udhaifu.
alipewa na Mungu kazi ya kuhubiri toba kwa watu wa Ninawi, lakini alikimbia kwa sababu ya chuki yake kwao. Rejea kitabu cha nabii Yona sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 3. Hofu yake haikuwa ya Mungu, bali ya matokeo ya ujumbe wake kwa watu wa Ninawi. Alipendelea kuona uharibifu wao badala ya wokovu wao. Hii inaonyesha dhamiri iliyoathiriwa na ubinafsi na upendeleo, ikipuuza wito wa Mungu na huruma na rehema. Hata baada ya kukaa ndani ya tumbo la samaki, toba yake ilikuwa ya sehemu tu, kwani aliendelea kuonyesha hasira kwa Mungu alipowaonyesha rehema watu wa Ninawi. Rejea kitabu cha nabii Yona sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 11. Dhamiri ya watu wa Ninawi ilikuwaje? Kwa utofauti mkubwa, watu wa Ninawi waliitika wito wa Yohane kwa toba ya kweli na ya kina. Rejea kitabu cha nabii Yona sura ya 3 aya ya 5 hadi ya 10. Mfalme mwenyewe alitoa amri ya kufunga na toba, na watu wote kutoka mkuu hadi mdogo walivua nguo zao za hadhi na kuvaa nguo za magunia, walinyenyekeza mbele za Mungu. Tendo hili la pamoja la toba linaonyesha dhamiri iliyoangazwa na kuongozwa vyema, yenye uwezo wa kutambua uzito wa dhambi zao na kufuata msamaha wa Mungu. Mungu aliona toba yao ya kweli na akawaachilia adhabu aliyokuwa amewawekea. Tofauti ya Yona na watu wa Ninawi inaonyesha kwamba dhamiri inaweza kuwa chombo cha mema au mabaya, kulingana na jinsi inavyofunzwa na kuangazwa. Yona, licha ya kuwa nabii, aliruhusu hisia zake za binafsi kuathiri uelewa wake wa mapenzi ya Mungu. Watu wa Ninawi kwa upande mwingine walionyesha uwezo wa dhamiri ya kibinadamu kuitika wito wa Mungu kwa toba ya kweli na mabadiliko ya maisha. Hii inaonyesha kwamba dhamiri, ingawa ni zawadi ya Mungu, inahitaji kukuzwa na kuangazwa kupitia uhusiano wa Mungu na kufuata mafundisho yake. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria na redio wa shirika, kama ndo kwanza unafungulia kipindi chako hewani, ni dhana ya dhamiri katika maandiko matakatifu, inayoletwa kwako na Frateri Baraka Munishi Charles. Hebu sasa tuangalie pia mfano wa mfalme Daudi na dhana ya dhamiri. Vile vile Daudi, licha ya kuwa mfalme aliyechaguliwa na Mungu, alifanya makosa makubwa kama vile kumuua Uria na kumchukua Bathsheba, mke wa Uria. Rejea kitabu cha 2 cha Samueli sura ya 11. Ingawa alikiri dhambi zake mbele za Mungu, Zaburi ya 51, kitendo chake kinaonyesha jinsi dhamiri inavyoweza kupotoshwa na tamaa. Hata hivyo, toba yake ya kweli na majuto yake yanaonyesha kwamba dhamiri inaweza kuongozwa na neema ya Mungu na kusababisha mabadiliko ya kweli. Mwanzo, Daudi alijaribu kuficha dhambi yake, lakini hatimaye alikiri mbele za Mungu na kupokea msamaha. Hii inaonyesha kwamba hata mtu aliye na dhamiri iliyopotoka anaweza kutubu dhambi zake na kupata msamaha. Mpendwa msikilizaji, hebu sasa tuhamie sehemu ya pili ya Agano Jipya na kuanza kuangalia pia dhana ya dhamiri. Yesu mwenyewe alitufundisha kuhusu upendo kama msingi wa maadili. Anasema kwamba upendo wa Mungu na kwa jirani ndiyo amri kuu. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 22
aya ya 36 hadi ya 40. Anahimiza watu wafuate dhamiri zao, lakini pia anawaonya dhidi ya kupotosha dhamiri zao kwa sababu ya tamaa na uchoyo. Yesu anaonyesha mfano wa dhamiri iliyo safi kupitia matendo yake na mafundisho yake. Aidha, anahukumu wanafiki ambao walionekana kuwa waadilifu, lakini moyoni mwao walikuwa na nia mbaya. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 23 aya ya 1 hadi ya 36. Anawahimiza wafuasi wake kuangalia mioyo yao na kuhakikisha kwamba matendo yao yanatokana na upendo wa kweli, sio unafiki. Yesu anaonyesha huruma na msamaha kwa wale waliokuwa wamefanya makosa, lakini pia anawahimiza kutubu na kubadili maisha yao. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 15 aya ya 11 hadi ya 32. Mafundisho yake yanasisitiza uhusiano wa karibu kati ya dhamiri na upendo na uadilifu. Mtume Paulo pia anatufundisha ama anatoa mfano anuai wa maana ya dhamiri kwa mwanadamu. Anasisitiza uhuru wa dhamiri, lakini pia anasema uhuru huo unapaswa kutumika kwa hekima na kuzingatia mapenzi ya Mungu. Tunayapata haya katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 8 aya ya 7 hadi ya 13. Anasema kwamba dhamiri iliyo safi ni muhimu kuwa na uhusiano wetu na Mungu na wengine. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 1 aya ya 12. Paulo anazungumzia kuhusu mtu wa ndani. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7 aya 22 hadi 25, akieleza mapambano ya ndani kati ya tamaa na mapenzi ya Mungu. Hili linajionyesha kwamba dhamiri inaweza kuwa na sauti dhaifu ikipingana na tamaa za mwili. Paulo anahimiza waumini kuendeleza dhamiri zao kwa kuishi maisha ya utakatifu na kufuata mafundisho ya Kikristo. Anasema kwamba dhamiri iliyo safi inaleta amani na furaha, wakati dhamiri iliyopotoka inaleta hatia na mateso. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 1 aya ya 5. Mpendwa msikilizaji, hebu sasa tuweze kutofautisha ama tuone tofauti kati ya dhamiri katika Agano la Kale na Agano Jipya. Katika Agano la Kale, dhamiri inaeleweka zaidi kupitia ufuataji wa sheria ya Musa. Sheria ilikuwa mwongozo wa nje, lakini pia ilikuwa na lengo la kuandaa dhamiri ya watu wa Israeli. Katika Agano Jipya, dhamiri inaeleweka kwa njia ya kina zaidi, ikilinganishwa na upendo, neema ya Mungu na Roho Mtakatifu. Yesu alikuja sio kufuta sheria bali kutimiliza. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 5 aya ya 17. Hii ina maana kwamba dhamiri katika Agano la Jipya inategemea uhusiano wa kibinafsi na Kristo na uwezo wa Roho Mtakatifu. Hata hivyo, sheria bado ina umuhimu wake kama mwongozo wa kimaadili, lakini sasa inatafsiriwa kwa mwanga na upendo wa neema ya Kikristo. Mpendwa msikilizaji, hebu sasa tuangalie dhana ya dhamiri katika maisha ya mwanadamu. Dhamiri ni muhimu kwa sababu inatuunganisha na Mungu na kutuongezea na kutuongoza kuelekea mema na kutusaidia pia kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Inatuwezesha kuwajibika, kutenda matendo yetu na kuishi kwa uadilifu. Uhusiano wetu na wengine unategemea sana jinsi tunavyotumia dhamiri yetu. Inafanya maamuzi ya haki na ya upendo, kama vile Mtume Paulo anavyowasisitizia kwenye waraka wake kwa Timotheo
Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya kwanza aya 19, ambapo anasema kwamba shikilia imani na dhamiri njema ambayo wengine wameikataa, kwa hiyo wakavunjika imani yao. Tunaweza pia kukuza dhamiri zetu na kuziendeleza kwa namna mbalimbali. Baadhi yake tunaweza kuziona sasa, ambapo mchakato wa kukuza dhamiri zetu ni jambo linaloendelea na unaohitaji juhudi za kibinafsi na msaada wa kanisa. Tunahitaji kujifunza mafundisho ya kanisa, kusali, kufanya tafakari na kuishi maisha ya utakatifu. Hii itatusaidia kufahamu mapenzi ya Mungu na kuendeleza dhamiri iliyo safi na nyeti. Kusoma maandiko matakatifu, kushiriki katika sakramenti kama vile kitubio, ekaristi takatifu na kupokea mwongozo kutoka kwa viongozi sahihi wa kanisa ni muhimu katika kukuza dhamiri zetu. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 3 aya ya 5 hadi ya 6. Kuamini Mungu katika njia zetu zote. Rejea waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 3 aya ya 15. Pia kuwa tayari kutoa sababu ya tumaini letu. Dhamiri iliyo safi inaleta amani na furaha, wakati dhamiri iliyopotoka inaleta hatia na mateso. Kwa hiyo ni muhimu kuendeleza dhamiri iliyo safi na nyeti kwa mwongozo wa Mungu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, nanyi redio wa shirika, hebu sasa tuchunguze ama tuone namna gani tunaweza kukuza dhamiri zetu. Kukuza dhamiri zetu ni mchakato unaohitaji juhudi za mara kwa mara, tukishirikiana na neema ya Mungu. Kanisa Katoliki linatufundisha kwamba dhamiri inapaswa kuangaziwa na kuimarishwa kupitia mambo yafuatayo: kwa njia ya sala na tafakari. Kuwa na mawasiliano ya karibu na Mungu kupitia sala na tafakari humsaidia mtu kusikia sauti ya Roho Mtakatifu na kufuata mapenzi ya Mungu. Rejea kitabu cha Zaburi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3 na Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 11 aya ya 9 hadi ya 13. Tafakari ya neno la Mungu inatusaidia mtu kufahamu maadili ya Mungu na kuyaishi. Pia tunaweza kukuza dhamiri zetu kwa kusoma na kufanya tafakari ya maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu humsaidia mtu kufahamu mapenzi ya Mungu na namna ya kukuza dhamiri kwa mwanadamu. Maandiko matakatifu ni chanzo kikuu cha mwongozo wa kimaadili. Pia humsaidia mtu kuyaishi katika maisha yake ya kila siku. Rejea waraka wa pili Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya 16 hadi ya 17 na Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 17 aya ya 17. Kusoma kwa uangalifu na kutafakari kunamsaidia mtu kuona jinsi Mungu anavyotenda na jinsi anavyotaka watu wake waishi. Pia tunaweza kukuza dhamiri zetu kwa ushirika na kanisa. Kuwa na ushirika na kanisa kama vile kanisa na waamini wake. Kanisa ni mwili wa fumbo wa Kristo, na ushirika wa kanisa husaidia mtu kukua kiroho na kuimarisha dhamiri yake. Rejea waraka kwa Waebrania sura ya 10 aya 24 hadi 25. Mafundisho ya kanisa, sakramenti na ushirika wa waamini wenzake hutoa mwongozo na msaada katika kuishi maisha ya kimaadili. Utambuzi wa sheria za Mungu. Kuelewa na kuishi kulingana na sheria ya Mungu ama sheria ya kale na maagizo mapya ni muhimu katika kukuza dhamiri zetu. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 22 aya 36 hadi 40 na waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura 13 aya 8 hadi 10.
Sheria ya Mungu inatoa msingi imara wa maadili na humsaidia mtu kutofautisha mema na mabaya. Pia tunaweza kukuza dhamiri zetu kwa ushauri na mwongozo. Kuomba ushauri kutoka kwa viongozi wa kiroho kama vile makasisi au wataalamu wa maadili humsaidia mtu kupata mwongozo katika hali ngumu za kimaadili. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 11 aya 14 na sura ya 15 aya 22. Ushauri huu unaweza kumsaidia mtu kufahamu vizuri mapenzi ya Mungu katika hali maalum. Mpendwa msikilizaji, hebu sasa tuangalie mtu mwenye dhamiri iliyokufa anakuwaje? Utawezaje kumtambua kwamba huyo mtu dhamiri yake ipo hai ama imekufa? Dhamiri iliyokufa inamaanisha kwamba dhamiri ambayo imepoteza uwezo wake wa kutofautisha mema na mabaya, au ambayo imepuuza kabisa sauti ya Mungu. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya 22. Mtu mwenye dhamiri iliyokufa anaweza kuwa kwa namna zifuatazo. 1. Kuwa na ukosefu wa hisia za hatia. Hata baada ya kutenda dhambi hana majuto au hisia za hatia. 2. Kuwa na ukosefu wa hisia. 2. Kutenda ama kuendelea kutenda dhambi bila majuto. Anaendelea kutenda dhambi bila kujaribu kuacha au kufuata msamaha. 3. Kupoteza uwezo wa kutambua mema na mabaya. Mtu anaweza kutofautisha kati ya mema na mabaya, lakini anapuuzia kabisa. Kuwa karibu na kuonja ama kujiona kuwa yeye ni mwadilifu. Hali kama hii inaweza pia kumfanya mtu dhamiri yake iwe imekufa. Anaweza kujiona kuwa ni mwadilifu hata wakati amefanya mambo mabaya. Mpendwa msikilizaji, hebu sasa tuone ni mambo gani yanayoweza kusababisha kufa kwa dhamiri. Kujiruhusu kutenda dhambi mara kwa mara. Kujiruhusu kutenda dhambi mara kwa mara kunasababisha dhamiri kuwa ngumu na kupoteza uwezo wake wa kutofautisha mema na mabaya. Rejea waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya 13. Kutopata msamaha. Kukataa kutafuta msamaha kwa dhambi kusababisha pia dhamiri kutokuwa nyepesi ama kuwa mzito na kupoteza uwezo wake wa kupokea neema ya Mungu. Rejea waraka wa kwanza kwa Yohane sura ya 1 aya ya 9. Pia unyenyesaji wa dhamiri huweza kusababisha pia kufa kwa dhamiri. Kupuuza sauti ya dhamiri mara kwa mara kusababisha kufa ganzi na kupoteza uwezo wake wa kutofautisha mema na mabaya. Rejea waraka kwa Tito sura ya 1 aya 15. Pia ukosefu wa sala na tafakari, ukosefu wa mawasiliano wa karibu na Mungu kusababisha mtu kupoteza uwezo ama mwongozo wa kiroho wa kuishi kulingana na tamaa zake. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 3 aya ya 5 hadi ya 6. Mwisho pia tunaweza kuona namna dhamiri inaweza kufa kwa ushawishi mbaya. Ushawishi mbaya pia kutoka kwa watu wengine unaweza kusababisha mtu kupoteza uwezo wake wa kimaadili wa kutenda dhambi. Warejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya ya 33. Mwisho, kwa muhtasari, dhamiri kama hii iliyofunuliwa katika maandiko matakatifu ni zawadi ya thamani kutoka kwa Mungu ambayo inapaswa kuenezwa na kuandaliwa. Katika ulimwengu wetu wa leo ambapo maadili yanapingana na shinikizo la kijamii, na umuhimu zaidi kuendeleza dhamiri iliyo safi na nyeti kwa mwongozo wa Mungu. Hii itatusaidia kufanya maamuzi
yanayolingana na mapenzi ya Mungu na kuishi maisha yenye maana, yenye kutimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani. Ni wajibu wetu kusikiliza sauti ya dhamiri yetu na kufuata kwa uaminifu hata kama ni vigumu. Pia dhamiri zawadi ya Mungu, ikituwezesha kushiriki katika uamuzi wa kimaadili katika ulimwengu uliojaa habari nyingi na maoni yanayopingana. Inaweza kutusaidia kutofautisha kati ya ukweli na uongo, haki na ukosefu wa haki, na kutusaidia kufanya maamuzi yanayolingana na maadili ya Kikristo. Hii inahitaji kujifunza maandiko matakatifu, kusali, kufanya tafakari na kuishi maisha ya utakatifu. Ushiriki wa kanisa pia ni muhimu katika kukuza dhamiri zetu, kwani kanisa hutoa mwanga na mwongozo na msaada katika kufanya maamuzi ya kimaadili. Mpendwa msikilizaji, kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi chetu ambacho ni mbiu ya heri. Mada tuliyokuwa tunaiangalia ni dhamiri, ni dhana ya dhamiri katika maandiko matakatifu, iliyoletwa kwako na Frateri Baraka Charles Munishi kutoka Seminari Kuu ya Familia Takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Kabla ya kumaliza kipindi chetu, tusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunaokimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ewe Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Bikira Maria, mama wa shauri jema, utuombee. Kufikia hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu. Tumsifu Yesu Kristo.